السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba mimi napopata nafasi ya kufanya kikao pamoja na waandishi wa habari na wananiuliza maswali, kwa kupitia vikao hivi wale waandishi wa habari wananiuliza swali kwamba haufu inayopatikana dhidi ya Islam sababu yake ni nini, kwa nini watu wanakuwa na haufu kuhusu Islam na namna gani tunaweza kuondoa haufu hii. Waandishi wa habari wengine wanasema, wengine wakidhahiri waziwazi au wengine wanasema kwa kuficha kwamba sababu ya haufu hii ni mafundisho ya Islam. Safari hii nilipokwenda Germany, mwandishi wa habari moja aliniuliza swali kwamba watu wanakuwa na haufu sana kuhusu Islam katika nchi ya Germany. Kisha alisema wasiokuwa Waislamu wa nchi hii wao pia baadhi wakati kwa sababu ya haufu hii wanawadhulumu Waislamu. Yule mwandishi wa habari akaniuliza kwamba unasema nini kuhusu hii, au katika hali hii wewe unasemaje, wanajumuia watafanya nini? Hazur anasema kwamba swali hili limeulizwa mara chungu mzima, na swali hili linatufungulia njia za mahubiri. Ikiwa haufu inaendelea kuzidi hii, ni kwa sababu ya makundi ya magaidi ambao wanafanya mambo na vitendo kinyume na mafundisho ya Islam, na vile vile wanawashambulia wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo katika hali hii, ikiwa wasiokuwa Waislamu wanakuwa na haufu hii ni sawa, kwa sababu kwa kuona vitendo vya Waislamu wasiokuwa Waislamu wanakuwa na haufu. Lakini sisi wanajumuia hatufanyi vitendo kinyume na mafundisho ya Islam. Na waambia waandishi wa habari kwamba kwa sababu maulamaa wa kijina ambao hawakupata malezi mazuri na kwa sababu ya kutokuelewa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam,
makundi ya aina hii yanapatikana au watu wa aina hii wanapatikana ambao wanafanya mambo ya ugaidi. Ikiwa hii inatokea, hii ni sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam alisema masihi aliahidiwa atadhihirika, atakuja ambaye atasambaza mafundisho sahihi ya dunia. Na sawa na imani yetu, mwanzilishi wa jumuiya Ahmadiyya ni masihi aliahidiwa yule yule ambaye bishara yake ilitolewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi sisi tunaishi maisha yetu sawa na mafundisho ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sawa na nasaha zake. Alituambia kwamba sisi tusambaze mafundisho ya amani ya dini tukufu ya Islam. Kwa kupitia nasaha hizi sisi tunafanya kazi duniani kote. Ndio wale ambao ni watu wanafanya vitendo vya ugaidi kwa sababu ya mashambulio yao. Hofu inayopatikana katika nchi za Ulaya dhidi ya mafundisho ya Islam, kwa ajili ya kuondoa hofu hii na hali hii sisi tunalazimika kufanya juhudi zaidi, na kwa ajili ya hii sisi tunafanya juhudi. Halifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alituambia ugaidi wa aina wowote ni dhidi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alituelezea tangu dunia hii imezaliwa, viongozi wa mataifa yote walitoa ushahidi kwamba sisi ikiwa tunafuata hulka za Mwenyezi Mungu, kwa kufuata hulka hizi za sifa za Mwenyezi Mungu, ndipo tunaweza kuhakikisha kwamba uhai unapatikana katika dunia hii. Amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba wanadamu wanaweza kuishi kwa kiroho ikiwa wanafuata sifa za Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Basi Mwenyezi Mungu ambaye ni chemchem ya usalama, yule Mwenyezi Mungu anamtaka kutoka kwa Muislamu yeye afuate sifa zake, afuate hulka zake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anaendelea kusema Mwenyezi Mungu alianzisha Qur'ani tukufu kutoka katika aya hii isemayo alhamdulillahi rabbil alamin, yani sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu tu ambaye ni muumbaji wa walimwengu wote. Amesema katika neno la alam, Mwenyezi Mungu ameingiza mataifa yote, zama zote, na vile vile nchi mbalimbali zimetajwa hapa. Kwa hiyo jambo hili linatakiwa likubaliwe bila kuwa na wasiwasi kwamba Mwenyezi Mungu ambaye sisi tunalazimika kumwamini yeye ni Rabbul Alamin, na yeye si Rabu kwa ajili ya watu maalumu, watu kadhaa au kwa ajili ya nchi kadhaa, bali Mwenyezi Mungu ni Mungu wa mataifa yote, na vile vile ni Mungu wa zama zote, na vile vile ni Mungu wa sehemu zote, na vile vile ni Mungu wa nchi zote. Hivyo ndivyo yeye ni chemchem ya baraka ya kila aina. Uwezo wote wa kiroho na wa kimwili unapatikana kutoka kwake, na kwa kumpitia yeye vitu vyote vinaweza kuishi duniani. Na Hazur anasema kwamba hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu.
na hii ni tafsiri ya neno la rabbul alamin. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema ikiwa Mwenyezi Mungu ana sifa hizi, basi sisi pia tunalazimika kwamba si tuige mifano hii na sifa hizi katika maisha yetu. Na Muislamu ambaye ni Muislamu mkweli, yeye anatakiwa afuate sifa hizi katika maisha. Na hizi ni nasaha alizotupatia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kupitia aya hizi za Qur'ani tukufu. Na hii ndiyo ni tiba pekee inayoweza kuleta amani duniani, na hiki ni kitu kinachoweza kuleta mapatano katika dunia. Huu ndiyo ni ujumbe ambao tunajaribu kupeleka kila pembe ya dunia. Basi ikiwa kwa sababu ya vitendo vya watu kadhaa vinaleta fitina na ufisadi katika dunia, basi vitendo hivi si kwa sababu ya mafundisho haya ambayo Waislamu walipewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali vitendo hivi ni kwa sababu hawa watu wameenda mbali na mafundisho haya. Na katika zama hizi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na hali hii inapatikana kwa sababu ya kumkataa mjumbe wa zama hizi na kwa sababu ya kukataa amri ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Basi sisi tunapo waelekeza watu katika njia hii ya amani na usalama kwa kusikia mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islamu, wengi wa wasikilizaji wanasema kwamba mafundisho ya Islamu ni mazuri sana. Kwa hiyo mimi nilipokwenda kutembelea nchi ya Germany, kule pia watu walitoa maoni yao katika vikao mbalimbali, na sherehe hizi zilipangwa wakati wa kufunguzi wa misikiti na kuweka jiwe la msingi. Katika mji wa Watshut kule msikiti umejengwa. Daktari mmoja ambaye alikuja kutoka mji mwingine akasema katika maoni yake, mimi niliendelea kutafuta katika maisha yangu yote nipate Waislamu wenye amani. Leo mumetimiza matamanio yangu haya. Mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati mzuri sana, nimepata watu ambao ni watu wa amani. Kisha kutoka Italy mwanamke mmoja alikuja, alihudhuria kikao kilichopangwa kuhusu ufunguzi wa misikiti. Yule mwanamke akasema kwamba rafiki yangu alikuwa anaogopa kuhudhuria sherehe hii kwa sababu alikuwa anaona Islam si dini ni nzuri, lakini baada ya kuhudhuria sherehe hii na kwa kusikiliza hutuba ya imamu wa Jumuiya Ahmadiyya, maoni yake yamebadilika kabisa. Mpaka baada ya kusikiliza hutuba alimtumia meseji rafiki yake mmoja, leo nimejua kwamba dini yenu ni mzuri sana. Kisha kutoka Bosnia wanawake watatu walikuja ambao ni wataalamu sana. Wao katika maoni yao walisema sherehe hii ya leo katika hali ngumu inayopatikana siku hizi ni mwelekeo kwa kuleta amani katika jamii. Na wakasema kwamba halifa mtukufu katika hutuba yake alitukumbusha kuhusu amani na upendo na tabia ya kuhurumiana. Akasema kwamba mimi pia kwa kupitia sherehe hii nimeweza kupata baraka kadhaa, na mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati mzuri kwamba nimepata nafasi ya kuhudhuria kikao hiki.
ikiwa nisingekuja leo kuhudhuria sherehe ya leo, basi ningekosa baraka chungu mzima. Kwa kupitia sherehe hii mimi nimejua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na mafundisho haya ni kinyume na mafundisho yanayoelezwa na magaidi. Mimi nimepata hapa amani na upendo, na si hii kwamba nimepata mapenzi na upendo, bali mimi nimekutana na wale watu ambao hawataki chuki. Hazur anasema kwamba kila mwanajumuiya akifanya vitendo, basi vitendo vyake pia inakuwa njia ya mahubiri. Kisha mgeni mwingine katika maoni yake alisema, mimi nilikuwa nafikiria mpaka leo kwamba sisi tuna muamini Mwenyezi Mungu, lakini dini mbalimbali zilituonyesha njia mbalimbali, lakini baada ya kuhudhuria kikao cha leo, sherehe ya leo, mimi nimeona kwamba dini zote zinatuonyesha njia moja tu ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Na halifa mtukufu ameeleza mafundisho haya vizuri sana. Amesema mimi nilipenda, halifa mtukufu alisema kwamba yeye na wafuasi wake hawahusiki na magaidi, na vitendo wanayofanya Daesh, vitendo vyao havihusiki na mafundisho ya Islam, na vitendo vinavyotendewa duniani kwa kutumia jina la Islam katika kitu hiki haina kosa lenu. Hili ni kosa la wale watu ambao hawaelezi mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Kisha huyo mgeni akasema, sisi sote tunatakiwa tujumuike dhidi ya fitina hii na ufisadi na ugaidi huu. Akasema, mimi nilipendeza kitu hiki pia uliposema kwamba mtu hawezi kumwamini Mwenyezi Mungu ikiwa ana waua wengine, kwa sababu mtu akimuua mtu mwingine maana yake ni kwamba yule mtu hana imani juu ya Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema kwamba watoto wetu ambao wamepata malezi mazuri, wao wanaleta athari sana juu ya jamii. Hali yake pia inapatikana katika sherehe mbalimbali. Mgeni moja alisema katika hutuba yake kwamba nawashukuruni sana kwamba watoto wangu wamejenga urafiki na wanajumuiya. Tangu wamekuwa marafiki wa watoto wa wanajumuiya, nimeona hali ya watoto wangu imebadilika kabisa. Nilikuwa nataka kujua kwamba mafundisho yenu ni nini. Kwa hiyo baada ya kuhudhuria sherehe hii ya leo, nimejua kwamba watoto wangu wamejenga urafiki na watoto wazuri. Hazur anasema kwamba basi mafundisho haya kwa kimya inayofanywa kwa kupitia watoto wetu, mahubiri haya yanawapatia wazazi majukumu zaidi kwamba waendelee kuboresha malezi yao, na vile vile waendelee kuwaombea pia, ili watoto wa Kiahmadia waweze kuleta athari juu ya watoto wengine, na hawa watoto waendelee kuepukana na madhara ya jamii. Haya ni mambo kwayo mahubiri yatapanuka. Hawa watoto ambao wakiishi vizuri na watoto hawa na wakiendelea kufuata mafundisho ya Islam katika maisha yao, katika hawa marafiki zao baadaye watasilimu, watajiunga na Islam. Vile vile kuna mji mwingine uitwao Osberg ambapo msikiti ulifunguliwa. Mji huu ni mkubwa sana, kwa hiyo wataalamu wengi walihudhuria sherehe ya ufunguzi na wanasiasa pia walikuja. Mgeni moja katika maoni yake, kwa kueleza maoni yake, alisema kwamba ujumbe huu ni mzuri sana ambao unasambazwa na jumuiya. Mimi nina hamu kwamba ujumbe huu uwafikie Waislamu wote. Kwa kupitia ujumbe huu amani itapatikana. Hazur anasema kwamba lao Waislamu pia wangeweza kuelewa hii kwamba kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam iliyotabiriwa kwamba Islam itauishwa.
hawa waislamu kwa kujiunga na yule imamu wawe wasaidizi wake badala ya kuleta vizuizi na uadui na upinzani dhidi yake. रोकें खड़ी करें और मुखालफतें और दुश्मनियां पैदा करें. mwalimu wa shule mmoja एक जर्मन akasema, टीचर ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा mimi nilikuwa siwezi kuwajibu maswali ya watoto wangu shuleni कि सवालात के जवाब नहीं kwa sababu yoyote ilikuwa ikielezwa katika media ilikuwa dhidi ya mafundisho ya Islam. Leo baada ya kuhudhuria sherehe hii na baada ya kusikiliza imamu wa jumuiya, mimi nimepata majibu ya maswali yote, मवाद मिल na sasa mimi nitaweza kuwaelimisha watoto wangu. की तालीम से आगाह कर सकते Kisha mwanamke mwingine pia akasema katika maoni yake kwamba kwa kusikiliza hutuba ya imamu wenu mimi nimepata athari sana. Nilikuwa sijui kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni मैं नहीं जानता mazuri kiasi hiki. इतनी हसीन और खूबसूरत Kwa kusikia mafundisho haya mimi najiuliza swali kwamba kwa nini Islam imepata fedheha kwa kuwa na mafundisho haya mazuri sana. Mimi nafanya dua kwamba Islamu yenu isambazwe duniani kote na watu wote wapate ujumbe wake. Professor wa Osberg University anasema कि प्रोफेसर yoyote aliyosema imamu wa jumuiya, ikiwa kweli huu ni ujumbe wenu, basi nyinyi mtapata ufaulu mkubwa sana siku za usoni. तो आपको बहुत कामयाबी हासिल होगी. कहते हैं कि मैं Aliyeleta taarifa hii anasema kwamba profesa aliathirika kiasi hiki kwa sherehe hii. Alisema kwamba wanajumuiya wanatakiwa waweke maonyesho katika university ili watu wote waweze kupata ujumbe wenu kwa kupitia maonyesho haya. Mgeni mwingine akasema kwamba leo tumeambiwa kuhusu mada mbili na mada hizi zote mbili ni muhimu sana. मीन बताए हैं जिनकी आज हमें सबको बहुत जरूरत है. Mada hizi ni muhimu si kwa sababu ya dini, bali katika mada hizi zote mambo yote ya kidunia pia yameelezwa na suluhisho ya mambo yote ya dunia pia yameelezwa. Kisha akasema hii कि ये भी बड़ी iliyosema kwamba ikiwa sisi tunakaa pamoja na tunaelewana katika hali hii, wasiwasi yote itaondolewa. तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे. और Kisha kuna mgeni mwingine aliyesema, mimi nimeathirika sana kwa kusikia mafundisho haya. कि मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ. Duniani inaelezwa kwamba Islam inaeneza mafundisho ya chuki, lakini hapa Waislamu wanazungumza kuhusu ujumbe wa amani na usalama. के बारे में Mwingine mwingine akasema kabla मानने का kwa kusikiliza hutuba yangu mimi मेरे दिल पर बहुत गहरा nimepata athari sana kwamba Islam inasisitiza sana kuhusu kuhurumiana, जोर देता है. na mimi nimeshiriki mara ya kwanza katika maisha yangu sherehe ya aina hii. Kwa hiyo mimi nimepata hamu zaidi, na mimi siku zijazo nitatembelea misikiti yenu na mimi nitasoma zaidi kuhusu jumuiya kwa kupitia internet. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa daktari akasema kwamba hutuba ya halifa imeniachia athari kubwa sana, किया मुझे खिताब ने दिल की गहराई hasusan ujumbe wa amani na usalama. था. बिलखुसूस मोहब्बत और Ikiwa kila mmoja anaanza अगर हम में से हर एक kuzingatia आयों का haki za wenzetu, basi katika hali hii dunia itakuwa nzuri zaidi kuliko siku hizi. कहीं ज्यादा हसीन Kisha mgeni mwingine akasema kwamba halifa mtukufu ametukumbusha kuhusu haki za majirani. Mimi nimependeza sana, सायों के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई है. mimi nimependa sana. Ikiwa watu wote wanaanza kufuata nasaha hii, basi dunia itakuwa nzuri sana. बहुत पुरअमन और खुशगवार Mgeni mwingine ambaye ni mwanapolisi akasema katika hutuba yake, रहने वाले एक तुर्क मेहमान ने mimi nimeathirika sana kwa kupitia ujumbe wako na sherehe hii ya leo. और आपके पैगाम से Ikiwa nyinyi mkiendelea kusambaza ujumbe huu hivi, basi mtapata ufaulu mkubwa sana siku za usoni. Kisha anasema, mimi ni mwanapolisi na mimi sijawahi kuona nidhamu kama hapa katika sherehe hii. Mimi nimejifunza mambo mengi sana kwa kupitia nidhamu yenu. बहुत कुछ सीखा है. Katika Ronheim ambapo jiwe la msingi la msikiti limewekwa, mgeni mmoja alikuja kule akasema kwamba baada ya kukuja hapa tumeona kwamba sisi sote ni ndugu. Nimepata bahati ya kuhudhuria sherehe za Wakristo, lakini kule mimi sijawahi kuona udugu kama udugu unapatikana hapa. मगर वहाँ इस तरह की अपनायत महसूस Kisha anasema kwamba kwa kupitia sherehe yenu Wakristo wanaweza kujifunza mambo mengi sana. से बहुत कुछ सीख सकते हैं.
बस एक ईसाई का इस बात का एतराज hazur anasema kwamba angalieni mkristo mmoja anasema kwamba wakristo wanaweza kujifunza mambo mengi sana kwa kupitia jumuiya. kwa hiyo vijana wetu wanatakiwa wasivunjike moyo, wasione haya, होना चाहिए इस बारे में कि किसी भी bali शर्म wala wasijifiche kwamba sisi ni waislamu, bali kwa kidhahiri na waziwazi wanatakiwa wafanye mahubiri ya mafundisho ya islam. नाम की हकीकी तालीम को hazur anasema kwamba kisha kuna mgeni mwingine katika Ronheim ambapo jiwe la msingi liliwekwa. और mgeni huyu anasema kwamba halifa alituelezea kuhusu hali ya dunia, खलीफा ने मौसम hasusan alieleza mafundisho ya dini tukufu ya islam kuhusu amani. mgeni mwingine anasema nimekuja mara ya kwanza katika sherehe ya jumuiya. ने कहा कि मैं पहली दफा mimi naona kwamba jumuiya imeshaweka makao makuu yake katika Ronheim. mimi nasubiri msikiti wenu umalizike hivi karibuni ili niweze kuona msikiti मैं इसे देखूं। utakapokamilika. hazur nasema upande mmoja watu wanaleta wasiwasi kuhusu islam, lakini upande mwingine wapo ambao wanasubiri msikiti ujengwe. mgeni mmoja एक मेहमान आए alikuwa na wasiwasi kuhusu haki za wanawake katika islam na vile vile kuhusu amani na usalama. और ये भी उनका सवाल था yeye aliposikiliza hutuba yangu, baada ya kusikiliza hutuba akasema, तो कहने लगे maswali yote nilikuwa ninayo moyoni mwangu halifa ametoa majibu yake. kwa hiyo mimi sina sasa wasiwasi yoyote kuhusu islam. और मेरे सब तहफुजात दूर हो गए। na akasema तो कहने लगे nyinyi ni wabalozi wa amani na usalama. kwa hiyo waislamu wote wanatakiwa wafuate mafundisho haya yanayoelezwa na jumuiya. इस तालीम पर kisha huyu mgeni akasema, mimi sawa na uwezo wangu ये भी उन्होंने कहा कि nitafikisha ujumbe wenu. उसमें आपका ये पैगाम फैलाने में पूरी पूरी कोशिश mgeni mmoja aliyekuwa mwenyeji wa Syria akasema, mimi nilikuwa ने अपने तसरात के na hofu kwamba labda wasiko waislamu wakija hapa wanaweza kuleta hatari गैर मुस्लिम माँ बाप यहाँ आकर खतरा पैदा न करें, au wanaweza kuwa hatari katika sherehe hii. लेकिन lakini akasema kwamba wewe umeeleza vizuri zaidi mafundisho ya islam kushinda waislamu wengine. महातब पेश की हैं। hivyo ndivyo akasema kwamba imamu wa jumuiya ameeleza mafundisho sahihi ya islam. mimi nimehudhuria kikao hiki mara ya kwanza katika maisha yangu. sasa mimi nitasoma zaidi kuhusu jumuiya, labda mimi pia nitajiunga na jumuiya siku za usoni. kabla ya kuja hapa nilisikia kwamba wanajumuiya wana Qurani tofauti, lakini hii si sahihi. अहमदियों का कुरान और है, लेकिन आज ये बात ही मेरे सामने गलत साबित हो गई। एक मेहमान mgeni mwingine anasema kwamba mimi nimekuja mara ya kwanza katika sherehe ya jumuiya. nilikuwa sijui kuhusu jumuiya kabla ya kuja hapa, lakini sasa mimi nimeathirika sana. के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, मगर अब मैं watu wanasema kwamba misikiti ni njia ya ugaidi, lakini baada ya kuja hapa nimejua kwamba hii si sahihi. mimi nina furaha sana kwamba msikiti utajengwa hapa na msikiti utakuwa mfano wa amani katika mji huu. और ये मस्जिद अमन का कहवा mwanamke mwingine akasema, nimekuja mara ya kwanza katika kikao cha jumuiya. mazingira ni mazuri sana katika kikao hiki. बहुत कुछ yoyote iliyoelezwa kuhusu amani na amani huu ni ujumbe wa amani. kwa hiyo mimi nimeathirika sana kwa kupitia ujumbe huu. और उन लोगों से बहुत katika Marburg pia ni mji mwingine, kule pia jiwe la msingi la msikiti liliwekwa. एक शहर है, वहाँ मस्जिद और संग mgeni mmoja aliyekuja kuhudhuria sherehe वाले ambaye ni mwanamke akasema, खातून ने कहा, mimi nimeathirika sana kwa kusikia ujumbe kuhusu haki za majirani. मुझे बहुत मुतासर किया। mimi ni Mkristo, lakini mimi na hamu kwamba Wakristo pia wafuate, waige mifano hii na mafundisho haya. kisha mgeni mwingine akasema kwamba haki za wanawake zilizoelezwa katika hutuba ni mafundisho sahihi ya dini. तालीम है और katika कि हाँ मर्द और औरत katika Islam usawa unapatikana katika haki za wanawake na wanaume. mimi nimependa sana usawa huu,
lord mayor akasema katika hutuba yake, mimi nasikitika kwa sababu ya hii kwamba waislamu wanaletewa shutuma chungu mzima kiasi hiki kwamba waislamu wanalazimika kutoa hoja na dalili kwa kujilinda. Lakini ikiwa mkristo akifanya vitendo vya aina hivi, kama katika Norway mkristo mmoja aliwaua watu wengi sana, hakuna yeyote anayesema kwamba yeye alifanya hii kwa sababu ya dini yake. Mr. Julius ambaye ni mgeni mwingine anasema sherehe hii iliyopangwa vizuri sana. Mimi nilipenda nukta hii ya halifa kwamba ikiwa sisi hatutimizi haki za wana viumbe vya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kutimiza haki ya ibada. Anasema kabla ya kuja hapa nilikuwa nafikiria kwamba Islam inatoa mafundisho ya ugaidi, lakini sherehe hii ya leo imebadilisha mawazo yangu na mimi nimejua vizuri sana kuhusu mafundisho ya amani ya Islam. Kisha kuna mwanamke mwingine anasema katika giza ya siku hizi ujumbe huu ni nuru. Anasema ulipozungumza kuhusu haki za watu mimi nilianza kulia. Mtu mwingine kutoka mji huu Marburg anasema mimi nilipata athari sana katika ujumbe huu, katika ujumbe wa kuwahurumia wanadamu wote. Mimi sijui kuna dini nyingine ambayo inatoa mafundisho ya aina hii. Kila dini inazungumza kuhusu dini yake na haizungumzi kuhusu kuwahurumia watu wengine. Kisha kiongozi mmoja wa serikali akasema kwamba mimi naona kwamba Islam inatuamuru kwamba tuzingatie haki za majirani. Kisha staff wa ofisi ya mayor akasema mimi nilikuwa nategemea nizungumze nisikie mafundisho haya ya Islam, basi mimi nimepata bahati ya kusikiliza mafundisho haya. Mgeni mmoja ambaye alikuja kule kabla ya kufika kwangu alisema mimi nina appointment mingine, lakini program ilipoanza akaanza kusikiliza hutuba. Katikati ya hutuba yangu akasema mimi nina appointment mingine, nataka kwenda. Alitaka kuondoka lakini tena akakana akaanza kusikiliza hutuba. Hazuru anasema baadhi wakati inatokea, hata mara chungu mzima inatokea, sisi tunafanya juhudi kidogo, lakini Mwenyezi Mungu anawalazimisha wasikilize ujumbe. Kwa hiyo watu wanalazimika kusikiliza ujumbe wetu. Wapo watu wa aina hii wengi sana. Nataka kutoa mifano kadhaa. Mwanamke mmoja ambaye ni mwenyeji wa Finland alikuja pamoja na mtoto wake ambaye umri wake ni miaka 9. Akasema kwamba mimi nimekuja na mtoto wangu mdogo, mimi nina hamu sana mtoto wangu huyu asikilize kuhusu mafundisho ya Islam na aweze kuwa mtu mwema kama nyinyi. Kisha anasema mimi nimeathirika sana kwa kusikiliza hutuba. Mimi naona kwamba hii ndiyo ni Islam sahihi. Waislamu wote pia wanatakiwa wafuate Waislamu hawa wa Kiahmadiyya, hususan mafundisho yaliyotolewa kuhusu haki za majirani na watu. Mimi niliathirika sana kwa kusikia mafundisho haya. Ujumbe wenu na mafundisho yenu hayawezi kuwa mbaya. Na akasema sasa mimi nina hamu kwamba mtu mmoja katika jumuiya yenu amfundishe mtoto wangu Qur'an tukufu. Mimi nataka ajifunze Qur'an tukufu na awe mtu mwema. Hazuru anasema baadhi wakati athari inapatikana kiasi hiki. Je, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu? Hii ni kazi ya mtu? Hapana, bali ni Mwenyezi Mungu ambaye analeta mabadiliko haya katika mawazo yao. Kwa kuona hali hii tunatakiwa tufanye juhudi ya kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini kabla ya kufanya kazi hii sisi tunatakiwa tujichunguze na tunatakiwa tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi.
mwanamke mwingine akasema एक खातून kwamba amependa sana mafundisho kuhusu haki za majirani. इस्लाम की तालीम Anasema mimi ni Mkristo, mimi nina hamu lao sisi pia tungekuwa na mafundisho ya aina hii katika Ukristo pia. Kuna mwanamke mwingine yeye pia akasema kwamba jinsi aliyoeleza haki za wanawake katika hutuba yake, haki hizi ni nzuri sana. आपने बयान किया है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत इन कल्चरों के जहाँ औरत के हुकूक Halifa mtukufu anasema kwamba kuna maoni ya watu chungu mzima, nilichagua kadhaa. और इस तरह के तासुरात थे Hivyo ndivyo katika media na katika press इस तरह habari zilienezwa sana, zilichapwa sana. इन चीज़ों की कवरेज भी Wakati wa ufunguzi wa misikiti Baitul Afiyat, TV channel na magazeti mawili पर एक yalitoa habari ya ufunguzi. रात में कवरेज की TV channel hii ni channel ya जो टीवी चैनल है ya taifa. वो नेशनल टीवी चैनल है बैतुल-आफियत के मौके पर वहाँ कहते हैं कि Watazamaji ni 200,000 हमारे खास तौर au 22,000 au 23 wa channel hii. पर 22-23 लाख अफराद Hivyo ndio wakati wa ufunguzi wa Baitul Nasir katika Augsburg, मस्जिद बैतुल नसीर और channel 3 na magazeti manne yalitoa habari 4 रेडियो चैनल और 18 अखबारात ने कवरेज की kwa kupitia radio channel na magazeti. और इन Watu और अखबारात milioni 30 walipata ujumbe wa jumuiya इस तरह की खबर पहुंची मस्जिद katika Ronheim na Marburg, ambapo jiwe la msingi liliwekwa katika miji hii miwili. मारबर्ग में Pia TV channel na magazeti 22 yalitoa habari. चैनल और 22 अखबारात Kwa kupitia TV channel na magazeti takriban टीवी चैनल अखबारात के watu milioni 2 walipata ujumbe, 2 करोड़ अफराद तक पहुंची milioni 20 walipata ujumbe साजिद की मजमूई तौर पर मीडिया कवरेज kwa kupitia TV channel na magazeti. मुख्तलिफ टीवी और रेडियो चैनल्स और अखबारात जिनकी Habari 136 zilitolewa. इनमें 136 खबरें शाया हुई Kwa और मीडिया के makadirio एक अंदाजे के मुताबिक yetu ni watu milioni 39 walipata ujumbe kwa kupitia media na mitambo hii. जर्मनी Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, idara ya kusambaza habari ya Germany ni nzuri sana, 12 साल काम करते inafanya kazi kwa bidii. और Kwa hiyo ujumbe उनके पैगाम दौरान unasambazwa में पहुंच रहे हैं kwa watu mamilioni na mamilioni. Kwa sababu ya hii upinzani pia unaendelea kuzidi, lakini licha ya kuwa na upinzani huu, sisi tunalazimika kufanya kazi yetu. Tunataka tuendelee na kazi yetu. नया काम जारी Halifa mtukufu anasema kwamba nikienda kutembelea nchi yoyote, mimi naeleza habari ya nchi ile, lakini katika hapa Uingereza pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kazi inaendelea vizuri. अल्लाह ताला के फजल से काम हो रहा है और यहाँ क्योंकि Hapa kwa sababu mimi naishi, kwa hiyo baadhi wakati mimi sielezi kazi inayofanywa hapa, इसलिए बयान भी na labda watu wengine watafikiria kazi haifanywi hapa, lakini hapa pia यहाँ काम नहीं होता kazi inafanywa vizuri इसी पैमाने पर kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na vile vile idara ya tabligh pia inafanya kazi hii vizuri. तबलीग का सेक्शन भी कर रहा है अल्लाह के फजल से Hasusan kitabu cha Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Life of Muhammad, जो हजरत सल्लल्लाहु kitabu hiki अंग्रेजी में लाइफ ऑफ मोहम्मद kimesambazwa hapa katika Uingereza kushinda nchi zingine zote. शायद सबसे ज्यादा तकसीम की गई है Ansarullah imefanya kazi nzuri sana katika kusambaza kitabu hiki. Vile vile vitabu vingine pia काम किया है इसी तरह दूसरी कुतुब भी अल्लाह ताला के फजल से यहाँ vimesambazwa sana, na watu wamejua kuhusu jumuiya kwa kupitia vitabu hivi. तारुफ हुआ है बल्कि दुनिया में भी Hivyo ndivyo इस्लाम का तारुफ sherehe mbalimbali zinazofanywa hapa katika makao makuu. Kwa kupitia sherehe hizi pia watu wanaoishi katika nchi mbalimbali wanajua kuhusu jumuiya. यहाँ के अहमदी Ingawa labda wanajumuiya wa hapa wanaona kwamba kazi nzuri inafanywa katika nchi zingine, wao wasione kwamba hapa katika nchi yao kazi haifanywi. बस जो
hususan wale watu ambao hawahudhurii vikao hivi hapa wanaona sisi tupo nyuma, lakini si hivyo, bali kazi inafanywa vizuri sana hapa. Kwa mfano peace conference iliyofanywa katika mwezi wa Machi, kwa kupitia peace conference katika Uingereza na dunia nzima ujumbe wa Islam ulifika. Nataka nieleze maoni ya wageni waliokuja hapa. Warden wa kanisa moja aliyekuja kuhudhuria peace conference anasema kwamba ujumbe huu uliotolewa katika kikao hiki ni mzuri sana, na ujumbe huu ulikuwa kuhusu umoja ambao tunataka sana siku hizi. Nilipenda kitu hiki sana Alifa mtukufu aliposema kwamba viongozi wote wanatakiwa waafiki kuhusu mambo mbalimbali katika jambo hili, wasiokuwa viongozi wa dini wao pia wanaweza kushirikishwa. Mimi nimependa sana hii kwamba ikiwa sisi hatutoi huduma kwa ajili ya wanadamu haina faida ya ibada. Kisha mgeni mwingine anasema imamu wa jumuiya alieleza kwamba Islam ni dini ambayo haikuelewa vizuri na watu. Mimi nilipenda kitu hiki pia. Halifa mtukufu katika mwanzo wa hutuba yake alisema kwamba tukio lilitokea katika London si sahihi, na alisema kwamba tukio hili halihusiki na mafundisho ya Islam. Halifa hakuuliza maswali tu, bali alitoa majibu pia. Kwa mfano halifa alisema kwamba silaha inauzwa, na vile vile alisema kwamba tunatakiwa tuheshimiane. Hivyo ndivyo mgeni mwingine alikuja katika peace symposium akasema, leo mimi nimejua kwamba tukio la ugaidi lilipotokea katika Westminster sababu yake si Islam, bali hili ni kosa la mtu binafsi ambaye alikuwa anajificha nyuma ya Islam. Leo mimi nimejua kwamba yule mgaidi alikuwa mwenda wazimu, alikuwa si Muislamu halisi. Kisha anasema halifa alisema waziwazi ugaidi wa kila aina si sahihi, na kwa kupitia aya za Qur'ani tukufu alithibitisha kwamba ugaidi hauruhusiwi katika Islam. Mimi nilifurahi wakati halifa aliposema kwamba tunatakiwa tusione leo tu, bali tunatakiwa tuone mbele pia siku za usoni. Hatutakiwi tujenge ukuta katika mataifa mbalimbali, bali tunatakiwa tujenge daraja. Vile vile kuna kiongozi wa church akasema, nilisikiliza hutuba hii ilikuwa mwanga kwa ajili yangu, na halifa alieleza kwamba Islam ni dini nzuri sana. Vile vile mimi nilipenda maoni halifa aliposema kwamba tunatakiwa tuolewane na tuhurumiane. Director moja wa kampuni ambaye ni mwanamke, yeye pia alikuja hapa akasema, mimi nimewahi kukutana na halifa 4, kwa hiyo mimi najua kidogo kuhusu jumuiya yenu, na leo mimi nimekutana na halifa tena, na mimi nilikuwa nahitaji sana kuhudhuria kikao hiki cha leo, kwa sababu halifa alisema kwamba hatutakiwi tulaumu Islam kwa sababu ya mambo yote. Shida zote zinazopatikana duniani ni kwa sababu ya sisi wenyewe. Halifa alizungumza kuhusu kuuzwa kwa silaha. Mimi nilipenda sana maoni yake haya, na sisi alisema tunatanguliza maslahi ya nafsi yetu na biashara yetu. Mimi nategemea serikali itasikiliza vizuri maoni ya halifa. Mimi kwa kusikia maneno ya halifa aliposema kwamba tunatakiwa tuache watu ambao ni wazuri, tusiache watoto ambao ni walemavu. Mimi niliathirika sana kwa kusikia maneno haya halifa mtukufu. Anasema kwamba mimi nataka kuwakumbusha wanajumuiya kwamba hali ya dunia inaendelea kuwa mbaya sana, kwa hiyo tunatakiwa tufanye dua sana.
nchi tajiri na vile vile katika na nchi ndogo pia na kuwa na hamu ya kuwa na vita. जंगी जुनूनी हो रहे हैं. wale watu ambao wanasiasa na viongozi walikuwa wakifikiria kwamba vita tatu ya dunia haitatokea. hawa watu na viongozi wameanza kusema kwamba vita tatu inaweza kutokea, bali tunaona kwamba vita lazima itatokea. बल्कि जंग के ज्यादा इम्कान hazur anasema kama kuna hali ya Marekani na Korea, और कोरिया का आजकल ingawa China inajaribu kurekebisha hali hii, इंतजार अदा कर रहा है कि lakini nchi zote zinatishia kwamba wataleta vita ya atom. एटमी जंग की धमकी दे रहे हैं. vile vile waislamu pia wanadhulumu kule, pia watu wanaendelea kugawanyika katika makundi mbalimbali. kwa hiyo hatari ya vita inaendelea kuzidi zaidi. tunatakiwa tufanye dua, Mwenyezi Mungu awapatie akili na ufahamu. दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको अक्ल दे. और इसी तरह जो मुस्लिम मुसीबा ने एक दफा Halifa mtukufu wa nne alisema kwamba tutumie dawa ya homeopathy जमात को चाहिए कि अब इस्तेमाल katika hali ya atom bomb. एक दवाई फिर दूसरी दवाई इसका इलाज. dawa hii ni carcinogen na kuna dawa ingine pia hazur amesema. hazur anasema hii itasambazwa baadaye. अच्छा, इसी तरह एक और तबसरा भी पेश कर दूं. daktari moja alisema kwamba kwa kusikia hutuba yenu imedhihirika kwangu कि आज साबित हो गया आपकी बातें सुन के कि इंसाफ और अमन मुतरादिफ अल्फाज हैं जिनका एक ही मतलब है और एक के बगैर uadilifu haupatikani duniani, na kwa sababu ya hii amani pia haipatikani. की कमी है. hatuwezi kuwalaumu waislamu kwamba kwa sababu ya waislamu ugaidi unapatikana, bali tunatakiwa tujue sababu yake ni nini, na sababu yake ni hii kwamba uadilifu haupatikani duniani. mimi ninafurahi sana kwamba halifa alizungumza kuhusu islamofobia, इमाम जमात ने इस्लामोफोबिया पर na watu wanadharau hii, lakini hali hii inaendelea kuzidi. नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इसमें इजाफा हो रहा है. uliposema kwamba hatutakiwi tuweke mafuta juu ya moto, badala yake tunatakiwa tusaidiane na tuhurumiane. और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और इस्तेज़ा नहीं करना. daktari moja kutoka Portugal पुर्तगाल की कैथोलिक ambaye ni professor akasema kwamba kitu nilichokipenda sana कहते हैं कि मुझे जो बात kwamba halifa yoyote aliyosema alitoa hoja na dalili के अल्फाज kutoka kwa Qur'ani tukufu, na alithibitisha kwamba Islam ni dini ya amani, आया कि इस्लाम na vile vile alisema kwamba hatuwezi kulaumu हवालों से Islam kwa sababu ya mambo yote mabaya. वजह इस्लाम को करार नहीं दिया. hivyo ndivyo halifa aliposema tunatakiwa tuchunguze siku zijazo pia. hii pia nilipenda sana. चाहिए. फिर एक सियासी mgeni mwingine akasema kwamba halifa mtukufu aliposema kwamba mimi naona vita itatokea, उनका ये कहना कि जंग यकीनी नजर आ रही है. mimi nategemea kwamba tunaweza kuondoa vita ya kimataifa, डाला जा सकता है जैसे हम पिछले lakini mimi nategemea wakati vita itakapotokea, je, mimi nitaweza kuepukana na vita au la? tunalazimika kuleta uadilifu duniani ili vita isitokee. Anasema mimi nachukua ujumbe huu kutoka sherehe hii kwamba tunatakiwa tuwe na uadilifu. Hazur anasema kama haya ni maoni kadhaa, ila hali wageni walikuwa zaidi ya 600 na wote walitoa maoni mazuri sana. और सबके बड़े अच्छे तसरा. Peace Symposium, इसकी मीडिया media coverage ya Peace Symposium pia ilikuwa nzuri. BBC ilitoa habari yake. प्रेस था, बीबीसी, एशियन नेटवर्क में न्यू स्टेटमेंट्स, New Statesman, स्टेट्समैन gazeti la मैगजीन में Sunday Time, ABC, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने उसने संडे टाइम, एबीसी, vile vile kuna media ya Argentina, अर्जेंटीना की मीडिया है, ERT television wa Greece, 365 wa Iceland, ग्रीस का है, 365 आइसलैंड का नेशनल न्यूज़पेपर है, एक साउथ वेस्ट kuna टेलीविजन press takriban 20 na 21 प्रेस था, waandishi wa habari walikuja, 20-21 के करीब. na vile vile channels जर्नलिस्ट pia zilieneza habari hii. National TV ya Austria pia ilitoa habari ya dakika 8 ya Peace Symposium. vile vile National TV ya Greece pia ilitoa habari, फिर ग्रीस na katika gazeti la Iceland pia habari yake ilichapwa, आइसलैंड के na katika gazeti la India pia, vile vile katika gazeti la Italy, Argentina, Latin American gazeti na gazeti la Canada na magazeti mawili ya Spain pia स्पेन के 2
yalitoa habari na watu takriban milioni 9 walipata habari kwa walipata habari ya Peace Symposium kwa kupitia magazeti haya. इसी तरह पुर्तगाल ने भी शाया किया, तो बड़े वसी पैमाने पर यहाँ की पीस कॉन्फ्रेंस की भी na kwa kupitia magazeti haya watu walijua kuhusu mafundisho ya Islam, na kwa kupitia social media pia watu takriban milioni 1 walipata habari ya mafundisho ya Islam. Takriban waandishi wa habari 11 walikuja kutoka nchi mbalimbali. Jinsi ujumbe wa jumuiya unaendelea kuzidi, upinzani pia unaendelea kuzidi, hasa katika nchi za Islam. Upinzani unaendelea kuzidi sana katika Aljazair, hususan tangu miezi kadhaa iliyopita upinzani umezidi sana. Kwa mimi nimeshawahi kusema kwamba wanajumuiya ufanye dua kwa ajili ya wanajumuiya wanaoishi katika nchi hii Aljazair. Tarehe 24 Aljazair kulikuwa kikao cha wanajumuiya. Waziri kulikuwa kikao cha viongozi, alisema kwamba mimi nataka kueleza mafundisho ya jumuiya katika kikao hiki. जमात के बारे में जानने के लिए सेमिनार मुकर्रर किया था, मुनक़िद किया था, लेकिन बाद में इसका नाम इन्होंने kwanza walisema kwamba kikao hiki ni kuhusu kujua maoni ya jumuiya, lakini baadaye wakabadilisha jina na wakasema kwamba jumuiya ni sababu ya kuleta fitina, yani badala kusikiliza maoni yetu. Yule ambaye alienda kueneza maoni ya jumuiya, yeye pia alipata lawama sana kutoka kwa watu. तो बहरहाल जो प्रेस से बात हुई इनकी, गैर मुल्की प्रेस था, na उसमें इन्होंने कहा नहीं media na press ilipouliza kuhusu jumuiya wakasema kwamba sisi tunaona kwamba wanajumuiya ni watu wazuri sana, lakini wakati press yao ya nchi ilipokuja walisema kwamba wanajumuiya si waislamu, hawa ni wasaidizi wa madaishi. Kwa hiyo upinzani unaendelea kuzidi. Hazuru anasema kwamba kwa sababu ya upinzani unapatikana au kwa sababu ya press, jumuiya inajulikana sana katika nchi ya Aljazair, na watu wengi sasa wanataka kujua kuhusu jumuiya. Mahali ambapo tulikuwa hatuwezi kufikisha ujumbe, hawa wapinzani wamefikisha ujumbe wetu. Basi upande moja dunia inapata athari kutoka katika ujumbe wa jumuiya, na watu wanasema kwamba hata Wakristo wanatakiwa waige mfano wa wanajumuiya, na upande mwingine ni Waislamu na ni nchi za Waislamu ambapo upinzani unaletwa dhidi ya jumuiya. Basi kama niliwahi kusema hapo awali kwamba upinzani unapatikana sana katika nchi ya Aljazair, mufanye dua sana kwa ajili ya wanajumuiya wa kule, vile vile wanajumuiya wa Pakistan, vile vile katika nchi yote ya dunia ambapo upinzani unapatikana dhidi ya wanajumuiya. Kwa ajili ya wanajumuiya wote mufanye dua sana kwamba Mwenyezi Mungu awalinde hawa wanajumuiya wote, hasusa wanajumuiya wanaishi katika nchi ya Aljazair. Hawa si wanajumuiya wa zamani bali ni wanajumuiya wapya. Mwenyezi Mungu awajalie uimara wa dini na vile vile aondoe shida zao na matatizo yao yote. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر